Shalom, mtumishi wa Mungu. Karibu tena katika kipindi chetu kizuri cha kutafakari maneno ya Mungu, na kama tulivyoanza hapo awali kutafakari kwa habari ya ishara ya siku za mwisho zisizozungumzwa, ama kwa lugha nyingine tukasema hekima kuhusu siku za mwisho. Fahamu kwamba lengo kuu hasa la somo hili ni kuyajua majira tulionayo, na ili sasa tuweze kujua kwamba katika majira tunaishi kwa aina gani, kwa namna gani pia. Kwa hiyo mwanzo tulishaangalia sehemu ya kwanza, pili, tatu, ya nne, na leo hii ni sehemu ya tano. Kwa hiyo kama hujapata nafasi ya kufuatilia hizo sehemu zilizopita, basi unaweza kuingia hapa kwenye YouTube ukaangalia Geoffrey Makula, alafu kaendeleza ishara za siku za mwisho zisizozungumzwa, sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, sehemu ya tatu, sehemu ya nne. Zote kwa ujumla tunajifunza ili tuweze kujenga vizuri na kujiimarisha vizuri kiroho kwa habari ya nyakati za mwisho tulizopo. Kwa hiyo leo pia nimekuletea ishara nyingine ambayo inaonyesha kwamba tuko kwenye nyakati za mwisho, na tutaangalia moja kwa moja kutoka kwenye maandiko, kitabu cha Mathayo wa pili mstari wa kwanza. Maandiko anasema, lakini mfahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa kwa nyakati za hatari. Kitu cha kwanza Paulo anasema siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari. Sio nyakati za kawaida, sio nyakati zenye amani, sio nyakati ambazo zinaleta utulivu katika maisha ya mwanadamu. Sasa mstari wa pili anafafanua sentensi yake anaposema kwamba nyakati za mwisho kutakuwa ni nyakati za hatari. Huenda ningeweza kutafakari na kuwaza kwamba nyakati za hatari ni nyakati ambazo labda zinatisha, nyakati ambazo kutakuwa labda na vita, nyakati ambazo kutakuwa labda na majanga na mambo ambayo ni makubwa, ambayo kwa hakika yanaondoa ile utulivu wa mwanadamu. Lakini Paulo anakuja kutuelezea zaidi anaposema kwamba hizo nyakati za hatari zitakuwa namna hii. Anasema mstari wa pili, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi. Na ukiendelea kusoma utakuta ametaja makundi mengi sana ambayo yanathibitisha uwepo wa siku za mwisho au uwepo wa kutimia kwa siku za mwisho. Kwa mimi leo nimekuletea kipengele cha kwanza ambacho kinasema watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Tafsiri yake ni kwamba watu watakuwa na ubinafsi. Kwa hiyo tukija moja kwa moja kwenye maisha tulionayo na majira tuliopo, tutafakari kwa kina kuhusiana na maelezo hayo. Je, watu tunaoishi nao, watu wanaotuzunguka, tunaowazunguka wako kwenye kundi hili la kujipenda wenyewe? Tafakari hasa pate kujua, je, tuko katika majira gani? Kujipenda wenyewe maana ni watu ambao wana binafsi ndani yao. Binafsi unadhihirishwa kwa mtu kujilimbikizia mali, mtu kuwa mchoyo, mtu kutojali wengine, mambo kadha wa kadha ambayo yanaonyesha umimi. Kwa hiyo tunaona katika mazingira tulionayo, majira tulionayo, umoja ilikuwa ni sana. Umoja imekuwa ni jambo ambalo ni dini. Watu wengi wamekuwa ni watu ambao wanapenda wenyewe, wanapenda watoto wao, wanapenda familia zao, wanapenda jamii zao. Yani ni watu ambao wana binafsi, aidha kifamilia, aidha kijamii, aidha kidini, aidha kidhehebu. Ni watu ambao ni wabinafsi. Sasa mazingira tulionayo au majira tulionayo naweza kuwa mashahidi ya kwamba watu wamekuwa hawana tena ushirika na watu wengine. Watu wengi wamekuwa ni wabinafsi. Watu wengi wamekuwa wakitamani kufanikiwa wao, wakitamani kupata wao, wakitamani kutokukosa wao, wakitamani kuheshimiwa wao. Ni watu ambao hawawezi kustahimili kutoa heshima kwa wengine, ama kujali wengine, ama kukosa wao ili wengine wapate.
Kwa watu wamekuwa na watu wenye kujipenda. Sasa hii ni mojawapo ya ishara kwamba tuko katika nyakati za mwisho, pale ambapo tunapoona wimbi kubwa la watu kuwa na ubinafsi, watu kutamani wao tu waweze kupata, kutamani wao waweze kufanikiwa. Ndio tunaona kwamba mashindano yamekuwa ni mengi. Mashindano maana yake nini? Kuonyesha ile ubinafsi, kwamba nipate mimi, mwingine akose, nishinde mimi, mwingine asishinde. Kwa sasa hii ni dalili mbaya, na hii inaonyesha kwamba tuko katika mwisho. Lakini je, neno la Mungu linasema kwamba katika Wafilipi sura ya 2 hapa tunaona jinsi ambavyo neno la Mungu linasema kuhusiana na ubinafsi. Anasema basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ikiwako ushirika wa roho wowote wa roho, ikiwako huruma yoyote ya rehema, ijarizeni furaha nyingi, ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenzie kuwa bora kuliko nafsi yake. Kwa hiyo Mungu anatuasa ya kwamba ili tumpe furaha, tuongeze furaha katika moyo wake, ama kwa lugha nyingine tumpendeze Mungu, basi na tulazimu basi kuhakikisha ya kwamba ndani ya mioyo yetu hatuna ubinafsi, hatujipendi wenyewe. Ila jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba tunatanguliza wenzetu mbele na roho ya umoja, tuna nia moja. Anasema kwamba watu wasio na mashindano wala majivuno, hawa ndio watu ambao wanamwakilisha Kristo au kanisa katika nyakati za mwisho, katika nyakati ambazo watu wana majivuno, wana mashindano, hawana ule umoja, hawana ile kujitoa, wana ubinafsi uliokithiri. Ni majira ambayo yule mwenda mbinguni ambaye amekusudia kushinda katika vita yake kuishi kwa umoja, kuishi kwa upendo, kuishi kwa kuongeza upendo kwa watu wengine, kujali wengine. Kwa lugha nyingine, anaposema mpende jirani yako kama nafsi yako, maanake ni kwamba yale ambayo ulitamani yawe kipaumbele kwa wewe kuyapata, basi yatangulizwe kwa. Kama unatamani uombwe msamaha, omba msamaha. Kama unatamani usamehewe, samehe. Kama unatamani upendwe, penda. Kama unatamani watu wakutii au wakuheshimu, basi fanya hivyo hivyo. Hii itakusaidia sana na hakika itakuimarisha katika safari yako hii ya wokovu. Kwa hiyo ndugu mpendwa, uombe au nikukaribishe katika mwanzo wa safari ya kuishi maisha ya upendo kwa watu ambao wanatuzunguka, ili tusiingie katika wimbi kubwa la watu ambao wamepoteza upendo katika majirani na mwisho. Mungu akubariki sana na kukaribisha tena katika kipindi kijacho, katika sehemu ya 6 ambayo tutakuwa nayo hapa. Hakikisha unamwalika rafiki yako na jirani yako ili waweze kusubscribe katika akaunti hii kwa ajili ya kupata mafundisho haya na masomo mengi ambayo Mungu ametuandalia yaliyoko mbele yetu. Mungu akubariki sana. Shalom.